kila chama kitakuwa huru kusimamisha wagombezi wake dhidi ya chama kingine. Kama kule Nyanza, nasikia pia kuna nduru kule Nyanza, wakina Mheshimiwa Gladys Wanga wanapiga kelele ya kwamba mambo ilitakana tukuwe na zoning, sasa itakuwaje? Owalo anakuja, wakina Raymond wanakuja, wanataka kusimamisha vile pia viongozi wa UDA. Kwa hivyo ni bayana kutoka kwa Mheshimiwa Rais ya kwamba hatutakuwa na zoning na kila chama kiko huru kusimamisha candidates wao. Iko na anomalies nyingi. Number one anomaly, unapata female ameandikwa male, male ameandikwa female. Majina ni ya mwanaume na wamesema ni female. And if we just go ahead na hiyo, tutapata there's a confusion, hatutapata leaders wale tunataka. Tutajikuta tuko na leaders ambao wanasema, wanaongelesha watu alafu mwisho wanasema they are opposition. What do they call them? United opposition. We do not have anything called united opposition in UDA. That is a disclaimer. Sisi wenye tunataka kufanya kazi na viongozi wengine, sisi ndio tunalia. Na hiki kilio tunaomba kifike kwa kila sikio ambalo linaweza saidia, because we are going to be given leaders who we can't work with because of their let them look into it. Na tumepanga mikakati yetu, tuko tayari kwa ile election ambayo inakuja ya ward. As we approach ward election, let us members be united na tukue na amani na tuchague viongozi ambao wako na maadili mema, sio watu wa kujikonga vifua. Watu wamesimama wengi ambao wanajikonga vifua, na sisi tunasema hapana. Na sisi tunaingia kwa meza ya mazungumzo na wale wenzetu, na nataka niseme hapa, sisi kama chama cha chungwa, sisi ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, kutoka Vanga Kwale mpaka Todonyang Turkana, kutoka Tana River mpaka Nyatike Wathorumo, ni chama cha OD. Tukiingia katika mazungumzo, tutaingia kama equal partners, na vitu vikiwekwa kwa meza itakuwa ni 50-50. Wale wakiwa na rais, ODM itakuwa na deputy president, na sisi tukipata hiyo tutaingia kwa kona kama wanachungwa. Joho anatosha toshi, tutaingia pale tuzungumze kama wanachungwa na tuseme tuko na waziri namna hii, tuko na deputy president, chungwa yote itatembea namna gani katika kugawanya hizo viti. Kwa miaka mingi pwani hii viongozi wamegawanywa ili watu wengine wapate kura. Kuna ule jamaa, ngojeni kidogo mnisikize. Kuna ule jamaa anaitwa Rigiji, kila siku yeye anasema msiguse mlima. Wacha leo tukiwa Kilifi Malindi nimwambie Rigiji, wewe Rigiji na timu yako hamtagusa pwani tena, kwa sababu sisi pia tumejua mmetugawanya siku mingi. Sasa jana tulikuwa na mkutano na viongozi wote wa pwani ya ngazi ya wabunge na magavana, na tumekubaliana kwa kauli moja, wiki 2 zijazo tutaleta matangazo kwa wapwani, na kuanzia hapo pwani haitagawanywa tena, na Rigiji na kina Kalonzo tutakuwa msimamo mmoja na wataonea pwani kwa view sasa. Na mimi nataka vijana wetu tuwe ndani ya ODM, kwa sababu chama cha ODM ni chama ambacho ni kubwa sana South of Sahara and North of Limpopo. Na mimi niko na imani ya kwamba tukishikana na hawa vijana wote, kwa sababu vijana ndio engine ya ODM, vijana ndio uti wa mgongo wa chama cha ODM. Mwaka wa 2027 serikali ambayo itatengenezwa ni ya ODM ama na partners wa ODM. Hapo ni sawa, si sawa? Na mimi nataka kuambia party leader wetu ya kwamba mambo ni matatu. Tunapojiandaa kwa meza ya mazungumzo, nataka utilie mkazo umoja wa taifa letu. Pili,
nataka utilie mkazo mambo ya haki na maendeleo kwa wana wetu wa ODM. Na mwisho, tunapoongea na chama cha UDA, tutilie mkazo kushikamana na ustawi wa nchi yetu, kwa sababu sisi kama cha ODM, with or without zoning, sisi tuko na imani ya kwamba tutakuwa na wabunge wengi kwa National Assembly, tutakuwa na MCAs wengi, kwa sababu chama cha ODM ni chama ambacho kinaimarika. Mko gangari na Joho, sisi tumekuja tu kusema mrembe mrembe. Si mumeona ODM iko kila mahali? ODM iko Pwani, ODM iko Northeastern, iko Nyanza, iko Nairobi, iko Western. Sasa hata Joho akianzia hapo, iko mtu atamshinda kweli? Si mnataka Joho akuwe deputy? Na si mnaona tuko hapa? Nyinyi mnaweza kufurahi mtu avunje chama cha ODM? Si mnataka ODM ikae na umoja ile baba alituacha nayo? Wangapi wanasema ODM iendelee kuwa moja? Sisi tushindane na hawa waungwana kwa kuuza ajenda. Ajenda haiwezi kuwa asubuhi ukiamka sijui Ruto hivi Ruto vile. Ajenda haiwezekani kila asubuhi ukiamka Junet Mohamed, Gladys Wanga wameuza chama. Ajenda haiwezekani kila ukiamka Abdulswamad Sharif Nasir sijui ana ndevu hana ndevu, sijui apenda kula kaimati. Ni malazi yetu, ni chakula chetu, cha kuhusu nini? Ajenda haiwezi kuwa kila ukiamka Hassan Ali Joho hivi, Hassan Ali Joho vile, madawa ya kulevya sijui nini. Haya hayakuhusu. Kama ni wapwani washaamua deputy president hii mwaka wa 2027 ni Hassan Ali Joho. Mimi kama deputy party leader nataka niwahakikishie Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Wanga na wale wote wanataka kiti cha deputy president. Sisi hatutaki kiti cha deputy president, hata urais tutautaka. Tutakaa pamoja na UDA tukubaliane, kama ni Ruto rais wetu, deputy lazima kuwe mwana ODM. Hakuna story nyingine. Kila kiti kutoka MCA mpaka rais tutaweka candidate, ndiposa tuanze kuongea. Chama cha ODM ni kikubwa, na nashukuru kwamba viongozi wa Pwani wameketi wamekubaliana. Juzi walikuwa wameanza mchezo, lakini nakubaliana. Nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta adabu kidogo kwa UDA. Ijapokuwa tuko katika broad based government, lakini lazima heshima afanye nini? Lazima heshima ifanye nini? Tunataka viongozi wa ODM waweze kuheshimika, waweze kupatiwa nafasi yao, na wala hatutaogopa. Tumeelewana vizuri? Wala hatutaogopa. Gladys Wanga, ni chairperson wetu, wewe na timu yako ya Luo Nyanza mutaomba kiti cha deputy party leader na deputy president, na sisi huku Pwani hatutaogopa. Tunamwombea pia na sisi mtu wetu Hassan Ali Joho. Kuna makosa hapo? Kuna makosa hapo? Ni wangapi hapa ambao hawataki kumwona Joho kama deputy president? Si tunataka kumwona? Nimeona jana na juzi Rigiji na Kalonzo walikuwa wakishuka na mimi kule Mombasa. Ajenda yao ilikuwa ni Hassan Joho asubuhi, Hassan Joho jioni. Mimi nataka nikwambie Rigiji, wewe umeulizwa maswali ya uwizi sugu, unaibia marehemu ndugu yako na familia yake, ukachukua urathi ukafanya mali yako. Jibu hiyo swali kwanza. Mimi uniwezi, mimi ni mnoko, mimi ni mbaya, mimi ni adui, ukijikujia na kujia. Wacha ujinga wewe. Awacha ujinga, siwache ujinge. Awacha ujinga, siwache. Hii ni ngome yetu, si ngome yetu. Hii ni ODM, si ODM. Safari ya kesho pangwa lini? Mimi nataka niwaambie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, akitupa uhai na afya, na wahakikishia hata kama sio mimi, nina imani ni mimi, jimbo hili litazaa rais wa Kenya kutoka jimbo la Pwani. Mko tayari? Mko tayari?
This council will monitor all leaders, the way they behave in funerals and everywhere. And we shall be summoning those who do not behave well, because we will not tolerate this in this county. The governor is the sitting governor, and this county is his. Everybody in this county is under the governor. If you don't like the governor, wait for him to finish his term. And when you campaign and become governor, we shall give you the same respect we are giving the governor. But we shall not tolerate any actions to belittle the governor anywhere in this county. Kwa matanga, even in churches, wounds are organized by politicians trying to block the governor from attending functions in his own county. We are wondering what type of leaders we have, because you cannot stop a governor from going to any place in his own county. We are going to call all leaders to order, and we shall address them as a council. We are the custodians of culture here, peace and unity in this county. We don't do politics, but that's what we want to see happening in this county, peace. If you have your own goons, do it in your home. But we are very alarmed. We are very, very alarmed. Funerals must not be converted into platforms for political theatrics, confrontation, or veiled hostility. Such actions are reckless, disrespectful to the bereaved family, and offensive to the collective conscience of the community. We consider this incident not only acts of political intolerance, but a dangerous escalation aimed at normalizing disorder and intimidation in public spaces. Kakamega is not and will not become a theater for political thuggery. As custodians of culture, order and moral authority, the Council calls upon the relevant security agencies to take swift and decisive action to apprehend all individuals involved in these acts and to address with urgency the emerging culture of hooliganism and goonism. Accountability must be enforced without fear or favor, and those found culpable must face the full force of the law. We further remind all elected leaders that their primary mandate is service delivery. The people entrusted you with the authority to implement development agendas, improve livelihoods, and uphold dignity in leadership. Early campaigns, political intimidation, and the weaponization of youth for disruption are a betrayal of that mandate and a direct impediment to progress. The Council calls for immediate restraint, accountability, and a return to civility. Let leaders compete on ideas, performances, and integrity, not on their capacity to mobilize disorder. Shule zinafunguka na wanafunzi wataenda shuleni, na ningependa kueleza wazazi, kila mzazi aajibike, mtoto aende shule, apewe uniform na pia apewe lunch, kwa sababu tunajua serikali inatoa tuition fees kwa wanafunzi wote. Hata mitihani serikali inalipia wanafunzi. Kwa hivyo sioni sababu ya mtoto kukaa nyumbani kwa sababu ya kitu kama uniform na kitu kama lunch ambayo angekula nyumbani. Wazazi waende shuleni, waongee na walimu, waelewane vile watapeleka lunch kwa shule. Zile shule ambazo zinapeana lunch na zile ambazo watoto wanarudi nyumbani lunch, hizo sidhani na hata sitarajii mtoto yote awe absent kesho. Kwa hivyo watoto waende shule na walimu wachukue majukumu yao. Nayo serikali ikae na viongozi wa walimu watengeneza maneno ya insurance ya health, hii yenye inaitwa SHA. Itengenezwe ili mwalimu akikonjeka kama jamii yake wawe wanaweza kupata matibabu na vile ilikuwa hapo awali.
kwa sababu vitu kama hizo ndio zitaharibu masomo, na watoto wamekaa nyumbani sana. Ni wakati ambapo wanatakana waende wajitayarishe kufanya mitihani ya kitaifa ambayo itakuweko muda ujao. Wazazi mumekaa na watoto, sasa ni wakati wenyu wa kurudisha watoto shuleni. Tunawaomba ya kwamba mkaweze kujumuika, mkaweze kuwajibika, mkaweze kuwapeleka shuleni. Ni jukumu lenyu kuhakikisha kwamba watoto wanafika shuleni. Watoto mnaporudi shuleni, tunawaombea heri na fanaka. Mwenyezi Mungu awalinde mnapoenda shuleni. La kuu ni kwamba muwe na nidhamu pale shuleni. Muwe watoto wa kusikia, muwe watoto wa kuwatii walimu, muwe watoto wa kufuata maagizo ya walimu. Mwalimu asilipe pesa yoyote akienda kwa hospitali yoyote, kwa sababu serikali ni jukumu lake kutibu wananchi wa nchi hii, na serikali iko tayari tumekuwa na mikutano, kumekuwa na mkutano Kisumu, kumekuwa na mkutano Kakamega, kumekuwa na mkutano Bungoma, na mkutano mkubwa umefanyika kule Bungoma, kumefanyika kule Mombasa, unaohakikisha kwamba walimu na wananchi wote watatibiwa. Na tunasema ya kwamba mahali popote walimu wanapata changamoto ya matibabu, lazima watufikie mara moja. Wapige simu kwa kiongozi wetu executive secretary, ana uwezo wa kuelekeza na kuonyesha njia, na tukienda hivi basi mambo yetu yote ni sawa. And I want this opportunity also to advise our teachers always to prepare for retirement. Teacher Service Commission, anytime you are employed, a notice is given on your payslip the date you retire. So nobody should be got off guard, because TSC has already prepared your retirement by giving you a notice. Even also not today, you soon start tomorrow. Your retirement date is shown depending on the date of your birth. And I'm also happy with the Teacher Service Commission that in most cases, what we normally do with the TSC, we always prepare teachers for retirement in a very simple way. 1 year to, we give them a notification of retirement, and at a sub-county level, we organize an induction. What we normally say that teachers at the age of 58, when you reach age 58, now you are aware you are going home, and we organize seminars. Do not avoid. Choose correct friends who have retired successfully, people who have done well, and you'll also enjoy. So I want to call upon teachers kindly, as we teach, remember you are given a salary. Don't use all the salary. Use your salary sparingly. You never know. The little that you keep on the account at a given time, such as this, when we are still processing, because there are documents you are supposed to put together. If you miss just one document, I want to assure you, it will delay. There is no delay in remittance of any lump sum kept for the teacher. What delays is normal the documents. Nimesikia mambo ya health, nikikaa hapa tayari nimetumia Adam Duale message ya kwamba on Tuesday morning akuwe kwa ofisi yangu saa 2 asubuhi, nimuongeleshe mambo ya matibabu ya walimu. I'm going to deal with it. I'm going to deal with it because we said 3 things. Kwamba the institutions that are admitting patients on SHA, particular teachers, are very limited in Bungoma. Yes. I'm going to ensure that is corrected. You also say there are limitations on the manner in which treatment is given because of capping. I'm going to deal with that. SHA is a pain in the neck. SHA has a capping now. Mwalimu akienda hospitali anaambiwa kwanza pesa yako imeishia 2,500 na bado mgonjwa hata hajadiagnoziwa. 500, 1,500, 200. You can imagine umepeleka mgonjwa hospitali
na unaambiwa pesa yako inaishia hapo. Will that person be treated? SHA is not working. We either shape it or shape out as teachers. Sindio? This is the journey to Singapore. This is the journey to Singapore. Na Singapore tutafika in our lifetime. Waheshimiwa walimu, tangu tupige kura iliyopita, I'm sure those of you who walk around Bungoma town, you see a difference. Yes. Kweli rongo? Barabara za lami ziliongezeka na nitaendelea kuongeza. Mwaka huu nimeongea na president, he has given us an additional 10 kilometers in Bungoma town. 10 kilometers means unaweka hapa half a kilometer, 200 meters. These link roads from one street to another, from one road to another, pengine kutoka hapa kwangu kwenda Kibabi Road na zingine, ili tuweze kupanua town yetu. My dream, Bungoma must become a city in our lifetime. Traditional way. Nezambia huyu, mimi niko na sababu huyu anarifaa huyu anarifaa huyu. Na wakati tulianza Waziri Oparanya alikuwa amehamasisha dunia mzima, Kenya mzima kwa mambo ya nyota, kwa sababu ni mradi ambao tumepata hela kutoka shirika la World Bank, na huu mradi wa nyota tulianzisha kama pilot program, na ikawa ya kwamba tuanze na vijana 70 katika wodi zote za Kenya mzima zimeakilishwa na huu mradi wa nyota. Na wakati tulianza, tulionelea ni vyema tupate watu ambao wako na ujuzi wa kufundisha hawa vijana kwa mambo ya kufanya biashara. Na sisi kama shirika pia tumerudi ground, tukafanya ile kitu inaitwa routine spot check. Kwa hivyo kulingana na vile tumefanya spot check, tumepata kwamba huu mradi imekuwa kwa faida mkubwa kwa hawa vijana Kenya mzima. Katika hapa mahali ninaongelea hapa Butere sub county, tumepata vijana wengi kabisa katika hizi wards. Tumetembelea market centers, tukapata wako na biashara kule. Wengine wanafuga nguruwe, wengine wanafuga kuku, wengine wameweka boutique, wengine wameweka salon, wengine wameweka hardware na mingi kabisa ambayo wao wanafanya kazi nzuri. Na ukiangalia huu mradi katika pitapita zetu za mambo ya routine spot check, pia tumefanya recommendations kwa client World Bank through shirika letu la MSEA, ili pia waweze kuona ni vipi wataweza wa support, waweze kusapasi hiyo grant ya 50,000 kama itaweza kwenda mbele, kwa sababu mimi naonelea tuko kwa nchi ambayo ni maskini, na ukienda kwa nchi ambazo zinaendelea, vijana ambao wanamaliza shule wanapewa support na serikali, lakini nchi yetu hatujafikia hiyo kiwango. Ndipo ni kama siasa pilot program tunaanza, na mimi naona kama tutaweza kuendelea vile tunaendelea na huu mradi wa nyota, vijana wetu wengi wataweza kuwa watu ambao wanajitegemea. Ukiangalia mambo ya biashara ndogo ndogo katika Kenya hii inashikilia almost 74% ya mgao wetu katika nchi mzima, kumaanisha ya kwamba watu ambao wako kwa biashara ndogo ndogo ndio ambao wanashikilia uchumi wa hii Kenya. Nilienda nikachukua hiyo pesa nikaweza kufungua biashara ambayo biashara hiyo though haikwenda vizuri sana, lakini ilinisaidia kuweza kupata biashara nyingine ambayo sasa ilisimama vizuri. Nashukuru kwa sababu kama ingekuwa hii pesa singeweza kupata hiyo biashara yenye nimesimama nao sasa. Ninafanya biashara ya logistics, kwa mishana pale na kubeba vitu na komboa lori, na nisaidia shughuli moja mbili pale tatu. Ile kitu yenye ningeomba tu ni kwamba our beloved counties, our beloved governors, kwa wale ambao wamepata
hii pesa. Tafadhali shikilieni vijana upande wa taxes, ili tuweze kusimama, kwa sababu bado sisi ni watoto tunatambaa, lakini tukiweza kupata ile msaada wenyu wa kushikilia katika taxes, we can be good to go. Tunaomba ya kwamba uweze kutilia mkazo sana mradi huu wa Nyota, ili watu wengi waweze kufaidika na mradi huu, haswa sana wale vijana ambao hawajasoma zaidi, wanahitaji sana msaada huu wa Nyota. Mimi binafsi nimefaidi sana kutoka kwa huu mradi. Niliweza kufungua M-Pesa yangu pale Sabatia. Saa hii nikaongeza vitu kadha wa kadha, nauza mayai pamoja na urembo wa wasichana. Kuna tetezi kwamba Spika Wetangula amehusika na kumwachisha nafasi yake mbunge wetu Mheshimiwa Jack Wamboka, kwamba amemwachisha kiti cha kuwa chairperson wa PIC. Auditor General's report imetoka na sisi tumeona kwamba pesa za Bumula zimefujwa, zimetumika vibaya. Pesa ambazo walikuwa wamedanganya kwamba wamepeleka vijana wetu wa bodaboda kutrain zimetumika vibaya. Pesa za basari zimetumika vibaya. Watu wa Bumula wajue kwamba isiwe sarakasi ya kuficha kufujwa kwa pesa, kwa kuhonga vijana wetu wafanye maandamano kwa kuficha uchi ambao pesa zetu zimefujwa. Nataka kuambia vijana wala ambao wanajiita kwamba ni maguns wa mbunge na wako katika chama cha DAP. Sisi kama vijana wa Ford Kenya hatuna vita nao na hatuna utata nao. Na tunataka tuwaambie kwamba sisi tunadumisha amani kama chama cha Ford Kenya. Nataka kusema kwamba maandamano ambayo ya mtu ambaye amehusikana na mambo ya Mlungula inakusaidia nini kama kijana? Na kama kijana ambao umeenda shule, unajua kwamba ufisadi tunaukemea kutoka katika ngazi za chini hadi katika ngazi za juu. Tunaambia EACC ya kwamba kama mbunge anapatikana na makosa, anatakana ashikwe na awekwe ndani, ndipo tujue kwamba kuna haki inafanyika kwa wale raia wa chini. Langu tu ni kuwaomba vijana ambao wanatoka katika mrengo tofauti kujiingiza katika vita, kutumiwa vibaya na wale viongozi ambao pia wanawasimamia katika mirengo zingine tofauti. Ningependa ya kwamba kama wamechakua kuwa katika kile kikundi, wadumishe tu amani. Constitution yetu inaallow mtu yeyote kuingia mahali popote. Juzi hii kijana wetu pale Siboti amepigwa, sasa hivi ako hospitali. Nataka niwaambie kwamba mkianza vita tuseme tunapigana, ni sisi wenyewe tunaumizana. Na wale wabunge, wale viongozi wanakaa pamoja na wanakula pamoja. Nimeleta huduma ya medical camp hapa. Hii ni camp yetu ya 12 tangu tuanze. Na tuko na program ya kutembea Mumias East nzima. Tuko na program karibu ya vituo 50 ambazo zimebaki. Hii ni ya 12. Tunatibu magonjwa ile ya kawaida, mambo ya sukari, pressure, arthritis. Wale ambao tunapata wana matatizo ya kufanyia upasuaji, tunawapeleka Maseno Hospital ambako tuna surgeons huko, tunasaidiana kazi vizuri. Kufikia leo tumefanya upasuaji watu zaidi ya 1118 ambao wamepata huduma za upasuaji. Na wale ambao wako hapa leo tutawaona, wakihitaji pia tutafanya nini? Tutawapeleka Maseno. Tatizo kubwa ambalo linafanya watu wengi wanakosa matibabu ya mapema ni ukosefu wa pesa. Wengi hawana yale malipo ya SHA, inawachanganya kidogo. Sababu mtu anaona atanunua chakula ama atalipia SHA. Kwa hivyo anaona kwamba afadhali anunue chakula, ugonjwa atajipanga baadaye. Ndio kwa sababu nikakuja nikasema hao wote wenye wako na SHA wenye hawana nitahakikisha kwamba wamepata matibabu. Kwa serikali kwanza kuimarisha sekta ya afya ni zile health centers zenye ziko vijijini. Wahakikisha kwamba wana wafanyikazi wa kutosha, wana vifaa vya kutosha, alafu pia kuna dawa. Then masaa ya kufanya kazi, wasiingie saa 2 wanatoka saa 9. Wafanye kazi kuanzia asubuhi, hata ikiwezekana tuwe na rooms za hapo kidogo za observation. Wanaweka wagonjwa pale masaa 24, wanatumwa wagonjwa kwingine asubuhi for referral. Kwa hivyo mambo ya SHA kama tungerekebisha kidogo tu, ili badala ya kulipa mwaka mzima ama miezi miwili, wao watu wanalipa monthly. Alafu zile rates za SHA ziweze kupunguzwa kidogo, watu wataweza kufa. Wale ambao wana criticize labda hawajawahi kuwa wagonjwa ama mtu wa familia hajawahi kuwa mgonjwa,
kwa sababu harambee zimekuwa nyingi, watu wanachanga pesa wanakwenda hospitali, lakini mimi niligusa kitu ambacho kinagusa mwananchi directly, kwa sababu ugonjwa, hakuna duka inauza uzima ile utaenda usimame shianda useme nipatie uzima ya 10 bob. Lazima mtu atibiwe. Sisi tunatibu na Mungu anaponya, na sio lazima. Sisi hatuwezi kushika watu kutoka nyumbani kuwaleta kutibiwa. Mtu akijisikia ni mgonjwa anakuja anaona daktari, na sisi tunatibu. Kama yule ambaye anaona huduma labda anaweza pata zingine mahali, pia hako huru kwenda. Wale ambao wana criticize kama wana alternative, mimi nawaunga mkono. Mimi nilikuwa mgonjwa wa uvimbe miaka 10. Hata nilikuwa nimekata tamaa, mimi nitakufa hivyo bila kutibiwa mahali popote. Lakini Daktari Makueni wakati alitokezea, nilisikia roho yangu ikapumzika. Nilienda kuona Daktari Makueni na nikaambiwa niende Maseno Hospital. Kusema ukweli, nilienda Maseno Hospital, nilitibiwa, nilipasuliwa, lakini saa hii niko mzima kabisa. Wakati nilienda Kakamega pia daktari akanicheza hivyo, akakula kila ukiingia pale kwa hospitali unalipwa 1500, lakini hakuna matibabu. Lakini nashukuru Mungu, wakati Benson Mapona alitokea, nilienda pale nyuma walikuwa wananiambia hawezi nifanyia operation kwa sababu sina damu hata kwa mwili wangu. Lakini wakati Benson Mapona alitokea, nikaenda wakanipima, wakaona kweli niko na uvimbe na wakanifanyia operation yangu, hata wakuniisa damu, wakanifanyia operation yangu vizuri. Benson Mapona akanilipia SHA yenye nilikuwa nimeshindwa, akalipa hiyo SHA. So mimi nashukuru Mungu, Benson alinilipia tu pesa mzuri kwa SHA yangu, maana nilifanyia operation yangu around 9,000. Kwa nifanyia operation kwa pesa 140,000, lakini ambapo Maponi alinilipia shilingi 44,800 kwa SHA na nikafanyia operation na nikakuwa mzima. Naenda kuongea kwa wale watu ambao wanatembea na propaganda, wanasema mara madaktari wa Mumias wa Maseno wachahitimu, mara watu wanaenda Maseno wanakufa. Ni kawaida, kifo iko. Hata kama uko kwa barabara, wewe si mgonjwa, unaweza kufa. Sio lazima ukienda hospitali upone. Ni Mungu huwa anapona. Daktari anatibu na wewe unapona. Na kama siku yako imefika ya kukufa, daktari atakutibu na wewe utakufa. Wale watu wenye wanatembea na propaganda wanasema watu wenye walienda Maseno walifanyiwa operation walikufa, washindwe. Kwa sababu si wote walikufa. Ni watu kwa wodi yangu vile mimi naangalia ni kama mtu mmoja ama wawili peke yao. Na yalonega untie donge untie wawe urukamano kona dwani uwinja maber donge kotho sechako to wadwani pod walosa wagomba kadonge kamano onge kotho knyami wadhi donge kamano koro joka janam vijana ria vijana ra vijana tibim vijana tialala warembo wa mama mne joka nyana muntie. Nataka niwaambie ya kwamba jambo la kwanza, mimi kama kijana wenyu, mimi kama Babu Owino, mimi nililelewa hapa Nyalenda. Mimi nikikuangalia najiona, na mimi nikijiangalia na kuona wewe ni mimi na mimi ni wewe. Hapa Kisumu tumekuwa na shida sana. Mama yangu alikuwa anatulea hapa Nyalenda, tukiita fundraising, nyinyi ndio mlikuwa mnanichangia pesa kwenda shule. Wazazi wenyu ndio walikuwa wananichangia pesa kwenda shule. Tumefika hapa tujafika. Mama yangu alikuwa akiuza chang'aa hapa Kisumu, akitulea, akikamatwa na polisi, lakini hayawi. Siku ya leo tuko hapa, nikikuangalia wewe kijana, najua siku moja utatoka Manyata, najua siku moja utatoka Nyalenda, najua siku moja utatoka Ubunga, najua siku moja utatoka Kondele, najua siku moja utatoka Kawosh, najua siku moja utatoka hapa. Na Mungu atakupeleka wapi? Shida zetu zote ambazo tuko nazo maishani ni serikali ndio inaleta. Tunapanga laini, tunapiga kura. Tukishamaliza kura, development haikuji hapa. Industry kubwa hapa Kisumu ni ya bodaboda. Kijana anamaliza shule,
anafanya degree, anafanya skills, anafanya mpaka driving. Kijana anarudi kukuwa dereva wa bodaboda. Ni ungwana si ungwana? Alafu tunaambiwa tuko broad based. Ni upuzi si upuzi? Ni ushenzi si ushenzi? Wewe kama kijana unaamka asubuhi, unatoka unaenda mjengo, unatoka unaenda jua kali, unatoka unaenda kuendesha bodaboda, alafu unaambiwa ya kwamba ukirudi jioni hakuna pesa, hakuna hela. Bibi anakuangalia, mtoto anakuangalia, hakuna school fee. Bibi anakuuliza maswali, hakuna chakula. Mnaanza kuulizana kwa nyumba na mnaangaliana, lakini hakuna majibu. Tunasema enough is enough is enough is. Tuko na baba yetu hapa. Baba anatoka hapa, amefanya kazi maisha yake yote, kazi ya jua kali, anaenda kwa matibabu hospitalini. Kufika kule, gharama ya afya iko juu. Afya si bora tena, ni bora afya. Halafu huyo baba hana shilingi 500 ya x-ray peke yake. Halafu unaambiwa hapa, ukiniangalia ya kwamba uko katika broad based. Broad based ni ya upuzi si upuzi? Ya ujinga si ujinga? Viongozi wote wanakuja kuongea hapa, kuwaongelesha, wanaambia broad based ni nzuri, na hao ndio wanapewa pesa. Hiyo pesa inawafikia? Hiyo pesa inawafikia? Siku ya leo wanahaya goons, wanataka goon akuja kuue, wanampatia 1,000, na huyo goon tunamwambia hatuwezi mlaumu kwa sababu hana kazi, lakini tunawaonya magoons, huwezi uwa ndugu yako, huwezi uwa dada yako, huwezi leta shida kwa sababu ya mambo ya goon peke yake. Vijana ria, vijana ria, vijana team, vijana tialala. Hapa Kisumu sisi ni watu wa mapenzi, tuna upendo, tunapenda kila mtu. Wacha kila mtu akuje hapa auze sera yake kisha arudi. Wamama wetu wanatoka wanaenda pale Kibuye, hakuna kazi, anaweka nyanya chini, anaweka nyanya kwenye stall ama kiosk, na hiyo nyanya yake, hiyo mboga yake hainunuliwi. Hiyo mboga yake akirudi jioni hata inaharibika. Alafu huyo mama anataka alipe fee, huyo mama anataka alipe kodi ya nyumba, huyo mama anataka alete chakula nyumbani. Alafu unaambiwa kuna broad based itakusaidia. Bure si bure, fala si fala, upuzi si upuzi. Mimi nataka niwaelezee kama watu wa Kisumu, mimi ni moja wenyu, nimelelewa na nyinyi hapa. Baba yetu Raila Amolo Odinga alitufundisha kitu moja, ya kwamba tusiwe waoga. Baba hakukuwa muoga. Tulikuwa tunauliwa na baba, tulikuwa tunapigwa tear gas na baba, tulirushwa marisasi na baba, chopa karibu yanguke nikiwa na baba. Alafu mimi mwenyewe kama babu nilienda 280 constituencies out of 290 constituencies kukampenia baba Raila Amolo Odinga. Alafu wenzetu wanatoka mahali kwingine wanasema ya kwamba huyo babu haezi kana sisi. I want to tell you, if we are not on the table, we will break the table. Wangapi wanakubaliana na hiyo hapa? Alafu wanachukua simiti wanaweka kwa grave ya baba, wanachukua kofia ya baba wanaweka kwa grave ya baba. Hiyo ni uchawi si uchawi? Uchawi si uchawi? Na tukiongea wanasema babu ni mbaya. Ni mafala si mafala? Nataka niwaambie vijana wenzangu, mimi kama Babu Owino, kila saa baba akiwa hai, baba alikuwa nasema ya kwamba babu akae kwenye uongozi, si hivyo? Na baba saizi hayuko. Wakati alipokuwa babu alikuwa anasema baada ya baba ni nilikuwa nasema sikusema, na hata kiketi chini nilikuwa nasema sikukuwa nasema. Alafu saizi hawataki kusikia hiyo. Nataka niulize watu wa Kisumu, watu wa Nyanza, kiongozi wenu ni nani? Kiongozi wenu ni nani?
Kiongozi wenyu ni nani? Wacha nione kwa mikono. Joey! 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 Mimi nataka niwaambie, saa hizi gharama ya mafuta imeenda juu, gharama ya maisha inaenda juu. Kijana anateseka, kijana anaweza tamani kujinyonga, kufa, lakini huyo kijana hana hata kamba ya kununua kamba ya kujinyonga nayo, kwa sababu hakuna pesa. Gharama ya maisha iko juu, gharama ya maisha iko juu. Na kama gharama ya maisha iko juu, lazima tunajua venye tunajipanga. Serikali ambayo imepeleka gharama juu, wanakuambia, wanakudanganya ya kwamba watakushughulikia. Umeshughulikiwa? Nani hapa amepata kazi ya broad based government? Si tuko na lake hapa, tuna kampuni hapa ya samaki, si ilianguka? Mbona wasiamushe? Mbona ni bodaboda ndio mnafanya? Mimi nataka kuambia, mbona Kikami yezi ya mushwa? Mbona Kikomi yezi ya mushwa? Mbona hizi mashuga Muhoroni Sugar Factory, mbona yezi ya mushwa? Mbona inanunuliwa na watu? Hii SGR tuliambiwa kuna SGR mzuri, hii ni fake, si fake. Ni fake, si fake. Nataka niwaambie Wajaluo, siku ya leo, mimi kama babu, najua kuna kitu moja hii jamii jaipata. Sifuna, Orengo, Osoti na viongozi wote hawa ambao unaona hapa, kuna kitu moja yenye wanataka kwa roho yao, ni presidency. Waipata presidency. Tulianza hii safari wakati wa Jaramogi Oginga Odinga, alafu tukarudi kwa baba Raila Amolo Odinga. Baba akajaribu 5 times. Baba anashinda kura, ananyang'anywa. Baba anashinda kura, ananyang'anywa. Siku ya leo nawaambia, huyu kijana ambaye mnaona hapa, siku moja nyinyi Wajaluo, siku moja nyinyi Wajaluo, siku moja nyinyi Wajaluo, Chiel Morachiel, ubo biro ubo layo State House. Joey! 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 Vijana ria! Vijana ra! Vijana tibim! Vijana tialala! Na hiyo siku si mbali. Mimi kama Babu Owino, watu wanasema kila siku usiseme nia yako, usiseme plan zako. Mimi kama Babu Owino, mimi naenda gavana wa Nairobi term ngapi? 2032. 2032. Mtakuja mkojoe State House. Joey! Sasa nikimalizia, jokanya na muntie mai wacho ni babu kwa tupiere tindo. Babu ndiye kitinto cha mudho. Babu gako kata tar manade to lufto. Gako kata tar manade to lufto. Kawuono ada nyiso ujoluo, nyaka wan kaka joluo wajipanga. Hawa vijana ndio tulianzisha kutoka Kisii. Hawa ndio wameshikilia Kisii, wapigie makofi. Kisii na Nyamira, Kisii na Nyamira. Huyu anaitwa Anthony Kibagendi, mbunge wangu, atakuja kuzungumza. Huyu Mr. Gisairo kutoka Nyamira. Huyu ni bwana Barongo kutoka huko Bomachoge. Huyu anaitwa kutoka Mbaka Kinyaribari Chache. Huyu anaitwa Janganya Nairobi, Kawa Nairobi. Huyu anaitwa Mogaka Pendo akaua Ojwang. Ruto aende nyumbani ama siende nyumbani? Wangapi wanasema Ruto aende nyumbani? Na mwaka wa 2022 nataka msikie vizuri. In the year 2022, nani aliiba kura ya Raila? Nani aliiba kura ya Raila? Ruto aenda nyumbani ama siende? Ya ine, Ruto aliweka mkataba ya 10 point 9 point agenda, hajatimiza hata moja.
Ruto anaenda nyumbani ama aenda? Aende nyumbani ama aende? Na kuna wenzetu wameuza chama. Kuna wenzetu wameuza chama. Umejua wale wameuza chama? Umeuza wale wameuza chama. Waende nyumbani ama siende nyumbani? Oburu aende nyumbani ama siende? Gladys Wanga aende nyumbani ama siende? Juneta aende nyumbani ama siende? Wanjoluo okwan joma kwecho. Anorengo Nyaktien, anorengo Jowi, anorengo Nyawawa, anorengo Koko, anorengo Kidi. Nyaka wacha dier. Awacha dier kose kikawach. Awacha dier kose kikawach. Ingena kwero jogi chon. Nigi usowa. Nigi wedhi kuom Ruto. Togi digi nyinga orengo saduto no rengo. Wach nigi nigi dok dala giduto. Gidok dala giduto. Ay kora kwau. Jokanyanam. Uinja. Sani juogi mag luo. Juogo ni kuom orengo. Ta orengo weni babu. Jari oye juogi ni kuom. Ay mogik. Kamia le Kenya. Nyaka jaluo bed kanyo. Kamia le Kenya jaluo nyaka bed kanyo. Jadi moye na wacha dier. 2027 Linda Mwananchi nyaka bed gi presidential candidate. Adi moye. Yawa Kisumu aye kodu. Kisumu aye Raila Ochier. Kisumu aye nwatero Ruto dala. Kisumu oye. Erokamano. Tendawili. Aya, erokamano. Koro adwa nakao nafasi kuita kijana wetu ambaye tunatoka naye kule Nairobi, ambaye ni seneta wa Nairobi, ambaye ndio sisi na nyinyi. Asante sana. Yathuru untie Kisumu oe. Munaniona vizuri pale juu kwa reli, munaniona vizuri. Nipungie mkono kama unaniona vizuri. Hapa katikati munaniona vizuri. Huku munaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama hapa Kisumu leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026, nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja kwenye bunge la Senate. Nataka ugeukie mwenzako, nataka umwangalie kwa macho, umwambie kama umebeba tear gas, hii ndio masaa ya kutupa hiyo tear gas. Endelee tusiendelee? Watu wa tear gas tumewapea nafasi yao, hawajatupa, si ndio? Tulikuwa tunangoja watupe tuzime hiyo kitu kama nyongi ya jana, na tuendelee na mkutano wa Linda Mwananchi. Tulisema haiwezi kumalizika na tear gas, manake sisi ni wanafunzi wa baba Raila Amolo Odinga. Baba hakulea waoga. Kama wewe ni muoga, enda nyumbani kwa mama yako bwana. Hapa ni wanaume tupu, si ndio? Kisumu oye! Nimewaambia mimi ni nani, na nyinyi hamjaniambia nani. Ati nyinyi ni kina nani? Wacha nione kina Sifuna wako hapa. Asante sana. Nataka nichukue fursa hii niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, hii ni mara yangu ya kwanza kurudi hapa Kisumu. Imepita ni miezi 6 tangu tumpoteze baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nilikuwa pale kwa stadium na nyinyi
Watu wengi walifikiria wakati mwili wa baba utafika Kisumu ati kutakuwa na fujo kama ile tuliona airport kule Nairobi, lakini kwa sababu ya nidhamu yenu mulimsindikiza baba yetu kwa heshima. Nataka kama katibu niseme asanteni sana watu wa Kisumu kwa kuweka heshima. Jana vijana oye, jana ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda kuongea na bosi yangu kule Bondo, kwa sababu kuna maneno lazima ningemwambia akuwe wa kwanza kusikia. Tuendelee tusiendelee? Kisumu oye. Nataka nimshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Babu Owino kwa sababu alituambia anataka kutuleta nyumbani Nyalenda tuone mahali babu ametoka. Babu ni ishara kwamba Mungu anaweza kukuinua kutoka mahali ukiwa chini akufikishe mahali. Angalia huyu kijana anatuambia mama yake alikuwa anauza chang'aa pale Nyalenda, saa hii anaenda kuwa gavana wa kaunti ya Nairobi. Mungu ni mkuu, si ndio? Kwa Mheshimiwa Babu, sisi tunakutakia mema katika safari yako. Hao watu wanakupenda, lakini Kisumu oye, kuna watu walituambia hatuwezi kuingia Kisumu bwana, na kwa sababu ngoja tu kidogo, kwa sababu wote wanatutizama katika runinga, wamejificha ndani ya choo, wamejificha chini ya kitanda. Nataka museme hapa ni wapi? Nataka mseme wasikie hapa ni napi? Hapa ni wapi? Musiposema na nguvu watasema ni Bungoma, ati hawa ni Wabukusu. Jothurwauntie, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Kwa sababu nyinyi ni watu wa heshima, nataka niko na ujumbe kutoka kwa jamii ya Mulembe. Si mnajua mimi ni Muluya na nyinyi ni masemeji. Hata saa hii wananiambia tushawapiga bao moja pale Nyayo. Hebu confirm usosi. Bao ni ngapi? Sasa niko na ujumbe kutoka jamii ya Mulembe. Waluya wanasema watu wa Kisumu, asanteni sana, kwa sababu baada ya ile kitu ilifanyikia ndugu yetu Osotsi hapa Kisumu, nyinyi ndio mlitambua wale wakora ambao walipiga Mheshimiwa Osotsi. Nyinyi ndio mlitambua wale ambao waliwalipa ili kufanya hicho kitendo. Na nataka niwaambie hapa leo, sisi tumekuwa pamoja. Hata Mheshimiwa Raila Odinga ni mjukuu wa Nabongo. Hakuna mtu atakuja katikati yetu uhusiano ya jamii ya Mulembe na jamii ya hapa Luo Nyanza. Haitawezekana. Mimi Sifuna nimekuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM. Huu ni mwaka wangu wa 9. Nimetembea katika maeneo yote ya Luo Nyanza. Nimekuwa Migori, nimekuwa Siaya, nimekuwa Homa Bay, nimekuwa hapa Kisumu. Mumenipa heshima, mmenichukua kama mmoja wenu wakati huu wote. Hiyo heshima hakuna siku nitawakosea heshima mimi. Hakuna siku nitawakosea hiyo heshima. Kwa hivyo, jambo ambalo ningependa kusema hapa hii leo, mimi kama Sifuna, kila mtu siku hizi anasema ile kitu baba alimwambia. Na mimi pia nataka niseme leo ile kitu baba aliniambia. Niseme nisiseme? Baba aliniambia hakuna siku sisi kama watu ambao tunaamini kwa haki, sisi ambao tunalinda wananchi, sisi watu ambao tunajua kwamba maslahi ya mwananchi lazima iwekwe mbele, hakuna siku tutatembea na wakora kama Mheshimiwa William Ruto. Haiwezekani. When the Sifuna speaks, he's speaking to help all the party. Yeah. Na baba aliwauliza, kwa nini mnaogopa bwana? Kuna watu walikuwa kwa darasa ya Raila Odinga. Ngoja tu kijana. Kuna watu walikuwa wanalala kwa darasa ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe kama haujaiva, toa jam, wachia wale watu ambao tulikuwa tunachukua notes tusonge mbele, si ndio? Baba aliwauliza, wewe unasema Ruto 2 term. Nani alikuambia ODM haiwezi kutoa rais mwaka 2027? Who told you? Asante sana DJ. Wacha nimalize kwa kusema, muliniona tukiwa na baba pale KICC. Hiyo ndege ni Ruto anaangalia akiwa State House. Muonyeshe one term. Kono tu.
Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Asante DJ. Asante DJ. Muliniona mimi Sifuna pale KICC tukitengeneza mkataba na chama cha UDA. Hiyo mkataba nataka niwaambie leo vile baba aliwaambia, mimi ndio niliandika hiyo mkataba. Naijua nje na ndani. Mnanielewa nyinyi watu? Tuliandika pale kwenye huo mkataba kwa sababu watu wa Kisumu ndio wamepigwa zaidi na polisi. Sisi tulikuwa tunaona polisi wanaingia kwa nyumba kule Nyalenda, wanatoa mtu bila hatia yoyote, wanampiga, wanamuua. Polisi wa Kenya ndio waliua mtoto msichana anaitwa Baby Pendo. Waliua, hawakuua. Tukasema ndani ya mkataba na MOU ya chama ya UDA lazima wale ambao walifanya hiyo vitendo waende jela, na familia ambazo ziliathirika zilipwe pesa. Pesa mumepata? Pesa mumepata? Tuliambia William Ruto baada ya kuandika huo mkataba, hatutaki vijana kubebwa ati kwa sababu umeandika kitu kwa Facebook. Wewe fikiria, polisi walitoka Nairobi wakaenda mpaka Homa Bay, wakachukua Albert Ojwang, wakaenda wakamnyongea ndani ya cell kule Nairobi. Na hiyo siku, niseme nisiseme, hiyo siku waliua Albert Ojwang, ndio siku Sifuna alitangaza kwamba huo mkataba hauna maana tena. Na hapo ndio shida zangu zilianzia hapo. Wakaenda kunistaki kwa Raila akawafukuza. Wakakaa wakangoja baba yangu akufe. Siku ile baba alikufa ndio nilijua chuma changu kimotoni. Wakora wananiambia, Sifuna wewe ndio ulikuwa rafiki ya baba, enda umlete kutoka India. Mimi nimeingia ndege bila kujua, jamaa wananichorea. Sisi tunaenda kuleta baba, jamaa wamekaa hapa wanaweka hila kuingiza Mheshimiwa Oburu kwa ofisi ya party leader. Mimi nikirudi na baba nakuta tayari wamefanya hiyo mabadiliko. Chama cha ODM kiko na katiba inasema tuitishe uchaguzi, Mheshimiwa James Orengo ajitangaze aseme anasimama kiti ya party leader. Tukutane na huyo Oburu. Mnaona nani atashinda hapo? Nani atashinda? Orengo ama Oburu? Party leader Marwa kuja hapa. Mheshimiwa Orengo. Mheshimiwa Orengo, kwa niaba ya vijana wote ambao umetufunza siasa, kwa niaba ya vijana wote ambao umetulea, kama hatujawahi kukuambia, nataka niseme leo tukiwa Kisumu, asante sana kwa kutushikilia mkono, kwa kuheshimu maoni ya vijana, kwa kutufunza siasa, kwa kutuelekeza katika masuala ya kisheria, kwa kututoa katika ngori wakati watu kama babu wameshikwa. Wewe uko pale mstari wa mbele. Kuna wazee aina mbili. Vijana oe! Kuna wazee aina mbili. Kuna wazee wanazeeka vizuri ambao wanaelekeza na kulea kizazi kipya cha waongozi kama mzee hapa Mheshimiwa James Orengo, mpigie makofi. Halafu haya, mimi ndio Soti Senator wa Vihiga, na mulisikia na muliona wale majambazi wa Ruto walikuja pale Akesha, wakanipata na kunywa chai, ati wakaniuliza, wewe mtu wa one term unafanya nini Kisumu? Ati hapa Kisumu ni mahali pa two term. Na wakanipiga. Nataka kuuliza watu wa Kisumu, munataka wageni wakuje hapa ama wasikuje? Nyinyi ni watu wa two term ama one term? Nataka muonyeshe kidole Ruto aone. Kisumu! Alafu baadaye wakasema kwamba walinipiga ndio Waluya na Wajaluo wakosane. Na nyinyi mmejua sisi Waluya na nyinyi Wajaluo sisi ni kitu kimoja, si ndio? Baba alituacha kama kitu kimoja, na sisi ni mashemeji. Sisi tumeoana. Sisi tunakuja Kisumu, ni city yetu. Nataka mseme Ruto na majambazi wako musindwe. Ruto na majambazi yako. Na nimesikia Murkomen akisema kwamba wale walimdhulumu ati wameenda nchi jirani.
na sisi tunajua wako hapa Kisumu. Nataka mkitoka hapa muende muwashike. Mutawashika? Haya, wacha niende kwa mada sasa. Na hii nataka munisikize vizuri. Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Unajua sasa ODM tuko na Linda Mwananchi na tuko na wale wakora wengine wanaitwa Linda Ground. Nikuambie sababu gani imekuwa hivyo? Ni kwa sababu mara ya kwanza wale wa jamaa vile baba alikufa kule India, badala wangoje, unajua sisi Waluya na Wajaluo, mzee wa miaka mingi kama baba akikufa mambo yake haipelekwi haraka. Kama alikuwa na mali, kama alikuwa na cheo, wanangoja, wanafanya mazishi ndio wanabadilisha, si ndio? Lakini hao mwili ya baba haijafika, walikuwa wamekaa kule Ikulu tayari, wamebadilisha, wamesema ati party leader ni Oburu Odinga. Na mnakumbuka kwamba baba alisema kama hayuko party leader atakuwa Profesa Anyang' Nyong'o, si ndio? Na akasema kama Anyang' Nyong'o hayuko, one of the deputies including Ososi ndio party leader. Lakini hao wakaenda State House wakatuletea Oburu, ndio kwa maana Ruto anasubaisha yeye hivi. Ya pili wakasema ati sasa baada ya kukufa, wakasema ati hao ni mayatima, ati mayatima hawana conditions. Si mlikuwa mnasikia wakisema ati sisi hatuna condition, tumekuja kwa Ruto, chukua sisi, hatuna masharti, tupatie ile kitu unataka. Wakatoka hapo ile mkataba ya 10 points agenda, wakasema tutupilie mbali, hata wale vijana walikufa hapa Kisumu tusahau hiyo maneno. Na baba alikuwa amesema hiyo mkataba itekeleze. Wakakuja wakaanza kufanya mikutano ya chama ndani ya Ikulu. Sasa ati chama ya ODM ni chama ambayo inaongozwa kwa Ikulu. Wakatoka pale wakasema kwamba ati hao wataki kiti ya president, hao wataki kiti ya deputy president, ati hao wanataka power. Mnakubaliana na hao? Kwa hivyo nikisema jina ya mtu munasema shame on you. Oburu Odinga, Oburu Odinga, Gladys Wanga, Gladys Wanga, Junet Mohamed na wengine wote walinda ground. Sisi tutasimama imara na tutasimama imara tukomboe wa Kenya, si ndio? Na tukienda mbele, mimi nataka mshikane kabisa, tukomboe Kenya, tupeleke Kenya mahali Kenya baba alikuwa anataka ikue. Sasa kabla sijaita babu, nataka kuuliza maswali na nataka mnipe majibu. Nani alisema Raila ni mganga? Sema kwa sauti, nani alisema Raila ni mganga? Nani alisema Raila ni wakung'oa reli? Nani alisema atapeleka Raila kwa wheelbarrow Bondo? Nani aliua baba? Nani aliua baba? Si mimi ndio nimesema, ni nyinyi. Sasa wacha sasa nimuite kijana machachari, gavana, incoming governor wa Nairobi, Babu Owino. Babu, weka muziki, weka DJ. DJ unatuangusha. Haya, sawa sawa.